qanaa. Yanbaghi li talib alilmi an yatahalla bilqanaa, inampasa kwa talib alilmi ajipambe kwa ukinai. Tukielezea sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim mipaka ambayo wameufikisha Uislamu, hakuna kizazi kilichokuja baada yake ambacho kilipeleka mbele Uislamu kuzidi zile kilomita walizopeleka mbele wa maswahaba. Hakuna. Zile kilomita kutoka Madina mpaka walipoishia kusini walimaliza Yemen yote. Najua Maka ndo Fathi Maka, Yaman, alikwenda Ali ibn Abi Talib, alikwenda Muadh ibn Jabal. Sasa tumefahamiana. Afrika mpaka Sudani, usisahau Afrika mpaka Bagamoyo hapo kulikuwa na kina Jaafar ibn Abi Talib, wakamsilimisha Malik al-Habash, alislimu. Sisi tumefahamiana. Ina maana Uislamu umeitwa na maswahaba kina Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na wale waliokuwa Habasha ambao walirejea Madina mwaka 7 kipindi cha Fathi al-Khaybari, sasa cha Khaybari. Kwa hiyo ukiangalia vizazi vyote vilivyokuja baada ya maswahaba bado havijaweza kuwazidi maswahaba. Zaidi waliokuja baadaye walikuja kukomboa yale maeneo baada ya kuwa wenzi wao waliotangulia waliyapoteza baada ya maswahaba. Miongoni mwa sifa waliokuwa nayo ni hii sifa ya kanaa, lakini ikafika siku zile mali zikawa zinawafukuza. Zile mali sasa baitul mali imejaa, wanapewa watatu, wanakimbia, mali inamkimbiza mtu. Kanaa malipo yake yakawa ni makubwa. Kwa hiyo talib alilmi yanbaghi lahu an yattasifa bilqanaa, kuanzia maisha haya ya talab. Ukileleka hivi, kwa maana kwamba utakuja kuwa mtu wa aina fulani, utakuja kushika masuhulia utakuja kushika masuhulia ya funguo za pesa, maji pesa, mabilions na matrillions ya dollars, lakini sio zako. Unataka hata sumni una